Habari, jina langu ni Calvin. Mimi ni mkulima wa mitofaa hapa Chihuahua, Mexico, na nataka kuwaonyesha kidogo kuhusu mti wa mtofaa. Hapa tulichofanya mnamo mwezi wa Machi, tulikata mchirizi kuzunguka mti ili kuvunja gome la mti ili machipukizi yaweze kutoka. Hapa kuna jipya, hili ni jipya, na hapa lingine linaanza tu kutoka. Inasaidia kuvunja gome ili matawi zaidi yaweze kuchomoza. Hapa ni laini sana na hatupendi, tunataka matawi zaidi. Kwa hivyo wazo letu ni kuyakata kwa koleo. Hizi ni maalum kwa ajili hiyo. Zina kama nyembe ndogo. Pia inaweza kufanywa kwa kisu kidogo. Pia inawezekana. Hapa nitawaonyesha. Naweka hapo. Hiyo inatosha na inasaidia kuvunja gome. Hapa kwenye mti huu tunaona tuliukata ncha wakati wa baridi ili hapa utajaa zaidi na matawi madogo, kwa sababu tukiacha ukue kuelekea juu, matawi yanabaki laini kama hapa. Kwa hivyo tuliukata nche hapo wakati wa baridi, na sasa haya yote madogo yanatoka. Na labda tutalazimika kukata ncha tena wakati huu wa baridi ili umee kuelekea pembeni. Ni muhimu sana kwamba tutajaza nafasi yasibaki laini, kwa sababu ni mbao na hayatufai kwa lolote. Kitu kingine tunachofanya, matawi yanapokuwa tunayatanua kwa nyuzi. Hili tulilitanua hapo awali, hili tulilitanua kidogo. Na ni muhimu sana tawi lisielekee chini, kwa sababu litaacha kukua. Lazima liwe nyofu. Hili linapaswa kuwa juu kidogo, ili libaki nyofu, ili liendelee kukua. Ukifunga na likabaki kwenye pembe inayoelekea chini, halikui tena. Kwa hivyo lengo letu ni liwe nyofu kuelekea pembeni ili matawi yaendelee kukua. Na pia inabidi kuyashusha ili yatoe machipukizi, kwa sababu hayatoi matofaa yakiwa yameelekea juu. Ni vigumu sana kutoa machipukizi, kwa hivyo tunataka yaelekee upande, jua lipige ili yatoe machipukizi. Hapa tunaweka msumari wa inchi moja na unaweza kuwekwa popote kwenye mti. Haumdhuru kwa kweli, labda unamsaidia mti chuma hicho. Kwa hivyo tunaweka msumari hapo, na uzi ni wa pamba, unaweza kuwa aina yoyote. Sisi tunapenda pamba kwa sababu baada ya muda huoza na hautosumbui baadaye. Na hapa tunashusha kidogo. Tayari baada ya hili tulilishusha wiki moja iliyopita, na sasa nitalikata na linabaki kwenye pembe ile ile. Wiki moja inatosha, kwa hivyo unaweza kulikata, na ni bora ili lisije kubaki ndani ya tawi pale uzi ulipokuwa. Kwa hivyo ukiweka na wiki moja au mbili, tayari unaweza kutoa. Wakati mzuri ni machipuko. Majani yanapoanza kuchomoza ndipo tawi huwa laini zaidi. Wakati wa baridi inawezekana, lakini ni rahisi kuvunjika. Kwa hivyo yanapoanza tu kuchomoza kuwa ya kijani, ndipo tawi huwa laini na halivunjiki. Lakini kipindi chote cha kiangazi, yakishakuwa kwa futi nyingine moja zaidi, tutayainamisha chini pia ili yabaki kwenye pembe yanayopaswa kuwa. Sababu ya kufungua matawi ni ili yapate umbo sahihi, ili yajaze nafasi yote, kwa sababu yakibaki kuelekea juu tunakuwa na mti wenye nafasi ndogo sana, na tunataka nafasi jua zaidi liingie, na jua linapoingia zaidi yatatoa machipuko zaidi, kutakuwa na matunda mengi zaidi. Kwa hivyo tangu yakiwa madogo, anza kufungua matawi ili jua liyapate, ili yatoe machipuko.